Shule ya msingi ya Black Horse iliyoko Bristol, Uingereza imepiga marufuku uletaji wa simu janja shuleni baada ya kugunduliwa kwa simu ya mwanafunzi iliyokuwa na jumbe zaidi ya 9,000 zilizotumwa usiku mmoja kwenye kundi la WhatsApp la darasa la 6. Hapo awali wanafunzi waliruhusiwa kuleta simu janja shuleni, lakini walitakiwa kuzikabidhi kwa mwalimu wakati wa masomo. Hata hivyo, hali ilibadilika baada ya simu moja kusaulika ndani ya kabati la mwalimu usiku kucha, na iliporejeshwa kwa mwanafunzi siku iliyofuata, ilionyesha taarifa za jumbe 9,000 kutoka kwenye kundi la WhatsApp la darasa hilo. Tukio hilo liliwashangaza walimu na liliamsha mjadala mkubwa kuhusu usalama wa watoto. Mkuu mtendaji wa shule hiyo Bwana Simon Botten alianzisha mashauriano na wazazi juu ya swala hilo, na hatimaye uongozi ukaamua kabisa kuzuia wanafunzi kuleta simu janja shuleni. Kupitia blog yake binafsi, Bwana Botten alisema pia alikuwa na wasiwasi juu ya ongezeko la vitendo vya unyanyasaji wa mtandaoni, yani cyberbullying, na tabia za kudhuru watoto zinazofanywa na watu wazima wanaowalenga kupitia mitandao. Alisema wazazi wengi waliunga mkono uamuzi huo. Akizungumza kuhusu simu ya mwanafunzi wa darasa la 6, Bwana Botten aliandika, mwalimu alipoinua simu na kuiwasha, aliona taarifa ya jumbe 9,000 zilizosomeka kwenye kundi la WhatsApp la mwanafunzi wa darasa la 6 usiku mmoja pekee. Jumbe hizo zote ndani ya saa 15 tu. Baada ya takriban miaka 20 katika uongozi wa shule, nimeona hali hii ya kiteknolojia ikikua polepole. Mwanzoni ilikuwa ni mambo madogo tu, ugomvi wa hapa na pale kupitia ujumbe mfupi wa zamani, au mtoto kuona kitu asichopaswa mtandaoni siku zote wakiwa nyumbani. Lakini kwa miaka iliyofuata, hatari zimekuwa nyingi zaidi na mara kwa mara. Alisema baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na ongezeko la unyanyasaji mtandaoni kupitia WhatsApp, kushiriki picha zisizofaa, watoto kutumia muda mwingi mtandaoni badala ya kucheza nje, na watoto kushikilia simu muda wote pindi wanaporudishiwa mwisho wa siku. Aliendelea kwa kusema, kisha jambo la kutisha zaidi lilianza kuonekana. Watu wazima wanaowinda watoto mtandaoni wakaanza kuwasiliana nao wakiwa nyumbani kwao, huku wazazi wao wakiwa sebuleni wakitazama vipindi vya runinga. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.